Tony Blair amejiondoa katika bodi ya amani ya Trump katika ukanda wa Gaza baada ya pingamizi kutoka katika mataifa ya Kiarabu. Waarabu wamemkataa Tony Blair. Hii ni kupitia shirika la habari la Financial Times. Blair ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu wa zamani wa Uingereza ndiye mtu pekee aliyetajwa hapo awali na Trump wakati rais wa Marekani alipozindua mpango wake wenye vipengele 20 wa kumaliza mzozo kati ya Israel na Hamas mwishoni mwa mwezi Septemba. Tony Blair ameondolewa katika kuzingatiwa kwa nafasi ya rais wa Marekani Donald Trump kupitia bodi ya amani ya Gaza kufuatia pingamizi kutoka kwa mataifa kadhaa ya Kiarabu na Kiislamu. Financial Times imeripoti mpango wa amani wa Trump katika ukanda wa Gaza unatazamia bodi ya amani ya uangalizi wa kimataifa wakiongozwa na Trump mwenyewe. Ukanda wa Gaza umewekewa chini ya utawala wa muda wa mpito wa kamati ya kiteknolojia ya kisiasa inaundwa na wataalamu wa Palestina na wale wa kimataifa ambao bodi ya amani ingeisimamia. Kundi hili lingeweka mfumo kushughulikia ufadhili wa kuijenga upya Gaza hadi mamlaka ya Palestina ichukue madaraka. Blair, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, ndiye mtu pekee aliyetajwa hapo awali na Trump wakati rais huyo alipozindua mpango huo wa kumaliza vita katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Trump alikuwa amemsifu Blair kama mtu mzuri sana, na Blair alikuwa ameelezea kuunga mkono mpango huo, akielezea kama ujasiri na mwenye akili. Pia alikuwa ameonyesha nia yake ya kuhudumu kwenye bodi. Hata hivyo, ripoti hiyo ilielezea kuwa mpango huo ulikuwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya viongozi katika eneo hilo, hasa kutokana na uungaji mkono wa Blair katika uvamizi ulioongozwa na Marekani nchini Iraq mwaka 2003 ambao uliathiri sifa yake katika eneo la Mashariki ya Kati. Wasiwasi pia umeripotiwa kuibuliwa kuhusu uwezekano wa kutengwa kwa uwakilishi wa Palestina katika muundo wa utawala uliopendekezwa. Ofisi ya Blair ilikataa kutoa maoni yake, lakini chanzo kilicho karibu na waziri mkuu huyo wa zamani kilizungumza na Financial Times kilikanusha kuwa upinzani wa kikanda ndio uliosababisha kutengwa kwake. Chanzo kilieleza kuwa Blair kama waziri mkuu wa zamani hakukidhi sifa za bodi ya amani ambayo inatarajiwa kujumuisha kuhakikisha ulimwengu unatengeneza amani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, eneo la ukanda wa Gaza. Blair anatarajiwa kujiunga na kamati ndogo ya utendaji. Ripoti hiyo ilisema kwamba Blair badala yake anatarajiwa kuwa sehemu ya kamati ndogo ya utendaji ambayo itajumuisha watu kama vile Jared Kushner, mkwe wa Trump na mjumbe wa zamani wa Mashariki ya Kati na mshauri wa Trump Steve Witkoff. Maafisa wakuu kutoka mataifa ya Kiarabu na Magharibi pia wanatarajiwa kujiunga na kamati hiyo. Trump alikubali uwezekano wa kupinga uteuzi wa Blair mwezi wa Oktoba, akisema kwamba ingawa alimpenda Blair binafsi, alitaka kuhakikisha kuwa kujumuishwa kwake kunakubalika kwa pande zote zinazohusika. Blair alikuwa akifanya kazi kwa uhuru juu ya mipango inayohusiana na Gaza kupitia taasisi yake ya Tony Blair, na alikuwa ameratibu na Kushner kuunda mawazo kwa eneo hilo. Licha ya kuondolewa kwenye bodi kuu, vyanzo vimesema kuwa Blair bado anaweza kuwa na jukumu katika utawala wa baadaye katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Bado anaweza kuwa na jukumu katika nafasi tofauti, na hiyo inaonekana, chanzo kiliambia Financial Times. Wa Marekani wanampenda na Waisrael pia wanampenda, ilieleza taarifa hiyo. Hakuna wanachama wa ziada katika bodi ya amani ambao wametajwa tangu mpango wa Trump kutangazwa mwishoni mwa mwezi wa Septemba. Vyanzo vya habari vilisema mjumbe wa zamani wa Umoja wa Mataifa katika Mashariki ya Kati Nikolai Mladenov anatazamiwa kuchukua nafasi hiyo katika kamati ya utendaji kama sehemu ya muundo wa utawala baada ya vita vya Gaza. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, jukumu la Mladenov litahusisha kuratibu juhudi kati ya bodi ya amani na kamati ya teknolojia ya Palestina inayohusika na utawala wa Gaza kila siku katika eneo hilo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.